Mheshimiwa Mwanyika. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakupongeza sana kwa kazi nzuri unayoifanya ya kuwasikiliza Watanzania. Wana Njombe nao wanakusubiri kwa hamu, maana ulipokuja kwenye Mei Mosi uliwaahidi kwamba utarudi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 1979 nchi yetu ilazimika kuingia kwenye vita kutokana na uvamizi wa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hali hiyo serikali yetu ilijikuta imehitaji kufanya mafunzo ya muda mfupi kwa Watanzania waliokuwa na utayari wa kujitolea na kwenda kuipigania nchi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia iliandikwa kwamba Tanzania ilishinda vita ile na ilikomboa kipande cha ardhi, na sio hilo tu, lakini ilikwenda na ikamuondoa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya shughuli hiyo wapiganaji waliojitolea waliporudi walihaidiwa angalau watapata kifuta jasho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imekuwa ikichukua hatua na imekuwa ikitoa maelezo ndani ya bunge hili mara kadhaa kuhusiana na hatua inazozichukua, ikiwa ni pamoja na uhakiki wa majina na kuwatambua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali ni lini sasa wananchi hao walioipigania nchi yao watapata hivyo vifuta jasho? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali la Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa Njombe, mwenyekiti wa bunge, na amelileta swali zuri, swali la kibunge. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka vizuri jambo hili kwa sababu moja, limekuwa na mijadala ya muda mrefu sana, na pili, nimekutana nalo pia hata kwenye ziara. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka pia kwani Mheshimiwa Rais alikwisha kulitolea maelekezo, na alitoa maelekezo kwamba jambo hili lishughulikiwe, na yeye akiwa amepokea maombi mbalimbali wakati akifanya ziara katika awamu iliyopita. Mheshimiwa Spika, kufuatia maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais, zilitakiwa zifanyike kazi mbili. Moja ilikuwa ni kuziangalia sheria ili ziwatambue wapiganaji hao. Mheshimiwa Spika, sheria za zamani zilikuwa haziwatambui wapiganaji wale, hasa kama alivyotamka kwamba kulikuwepo na wapiganaji waliopata mafunzo ya muda mfupi. Mheshimiwa Spika, hivi tunavyoongea, mwaka jana kupitia tangazo la serikali la mwezi wa 6 mwaka 2025, tangazo la serikali sasa baada ya marekebisho ya sheria kuhusu mafao ya hao maveterani, sasa lilishawatambua wapiganaji hao. Kwa hiyo tangazo la serikali lilishatoka la kuwatambua kupitia Jeni ya mwaka jana Juni, mnamo mwezi Juni. Jambo la pili ilikuwa sasa ni kuwahakiki wapiganaji hao ambao bado wapo, ambao wanatakiwa kunufaika na hatua hiyo. Mheshimiwa Spika, swala la uhakiki pia lilishakamilika, ambapo nikirejea takwimu nilizozipata wakati ule nikiwa kwenye nafasi ya waziri wa fedha, ni takribani wapiganaji 7,200 hivi. Kwa hiyo na swala la uhakiki lilishafanyika. Ni matarajio yangu Mheshimiwa Spika, ili nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kwamba kuanzia mwaka wa fedha huu utakaoanza, taratibu hizo za kuanza kuwalipa ama taratibu za kuwalipa sasa tafanyika baada ya kuwa Jeni imeshatangaza kuwatambua, lakini na pili uhakiki ukiwa umeshafanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wapiganaji hao wataanza kulipwa na watalipwa kwa kuwa sasa hakuna kikwazo cha kisheria ambacho kilikuwa kinawakwamisha na kile cha uhakiki. Mheshimiwa Bunge, maswali ya Waziri Mkuu ni nusu saa, inaanza saa 3 mpaka saa 3:30. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante.